Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa hivi bado mnaendelea salama salimini, na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu nyingine ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika sekta ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kaskazini yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa FCM23. Kadiri siku zinavyosonga, ushuhuda wa wananchi, watumiaji wa barabara, mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za binadamu unaonyesha ongezeko la matukio ya utekaji nyara, ujambazi wa kutumia silaha na ukiukaji mwingine wa haki za msingi za raia. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, vinadai kuwa wilaya za Ruchuru na Bwito ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na hali hiyo. Wasafiri wanaotumia barabara kuu wanasema wanaishi katika hofu ya kuvamiwa, kuporwa mali zao au kutekwa nyara ili kulazimishwa kutoa fedha za ukombozi. Mnamo tarehe 24 Juni mwaka huu, waendesha pikipiki kadhaa waliokuwa wamewabeba abiria wakiwemo watoto, kwa mujibu wa mashuhuda, walivamiwa na watu wenye silaha kwenye barabara ya Kibirizi na Rwindi. Kufuatia shambulio hilo, watu kadhaa walitekwa nyara. Waendesha pikipiki wawili wanaojulikana kwa majina ya Kangole na Izorini bado hawajulikani walipo, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kwa familia zao na wakazi wa eneo hilo. Siku moja kabla, mwananchi mashuhuri anayejulikana kwa jina la Shaole alitekwa nyara katika kijiji cha Mazingiro ndani ya grupema ya Bwito. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watekaji wanadai kiasi cha dola za Marekani 8,000 ama $8,000 ili kumwacha huru. Mashambulizi dhidi ya watumiaji wa barabara pia yameongezeka kwenye barabara kuu ya taifa nambari 2 ama Route Nationale numero 2, huku siku ya tarehe 23 Juni mwaka huu, msafara wa magari uliokuwa ukitoka Kiwanja kuelekea Kanyabayonga ulivamiwa katika eneo la Busendo. Watu wenye silaha waliwapora abiria fedha, simu za mkononi na mali nyingine za thamani kabla ya kutoroka. Siku chache kabla ya tukio hilo, lori la mizigo pia lilikuwa limeshambuliwa katika miinuko ya Kabasha, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo. Kwa wakazi wa maeneo hayo, matukio haya si ya kawaida tena, bali yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kutokana na kuendelea kuzorota kwa usalama. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yanalaani kuongezeka kwa utekaji nyara wa kudai fedha za ukombozi, ujambazi wa kutumia silaha na ukiukwaji mwingine wa haki za raia. Baadhi ya watumiaji wa barabara wanasema hali imefikia kiwango cha kuwa kila siku kuna utekaji au ujambazi. Kutokana na kuongezeka kwa matukio hayo, watetezi wa haki za binadamu wanasisitiza kuwa mamlaka zinazodhibiti maeneo hayo zina wajibu wa kuhakikisha usalama wa raia na kuzuia vitendo vya ukatili vinavyoendelea kufanyika dhidi ya wananchi. Wakati viongozi wa FCM23 wakidai kuwa wanarejesha utulivu katika maeneo wanayoyadhibiti, ushuhuda wa wananchi unaonyesha hali tofauti inayotawaliwa na hofu, utekaji nyara, uporaji na vitendo vya ukatili vinavyoendelea kila siku. Kwa wachambuzi wengi, hali hiyo inaibua maswali mazito kuhusu usalama wa raia katika maeneo hayo. Wakati huo huo, tukio jingine la kusikitisha limeripotiwa katika wilaya ya Ruchuru, ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 22 anayejulikana kwa jina la Juliane pamoja na mtoto wake Fazili Uineza waliuawa Jumanne hiyo katika mashamba ya Rudehe yaliyopo pembezoni mwa kijiji cha Giseguro ndani ya grupema ya Binza. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mtetezi mmoja wa haki za binadamu, zinadai kuwa mama huyo na mtoto wake walikuwa wameenda shambani kutafuta chakula walipokumbana na wapiganaji wa M23 ambao wanadaiwa kuwaua. Mtetezi huyo wa haki za binadamu amelaani tukio hilo, akilitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki ya kuishi na wajibu wa kulinda raia wakati wa migogoro ya silaha. Amezitaka mamlaka husika pamoja
pamoja na taasisi za kitaifa na kimataifa pia zinazoshughulikia haki za binadamu kufanya uchunguzi huru ili kubaini mazingira halisi ya mauaji hayo, kuwabaini wahusika na kuhakikisha wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, ametoa pole kwa familia ya marehemu pamoja na watu wote walioathiriwa na tukio hilo, akisisitiza kuwa ulinzi wa raia ni wajibu wa msingi kwa pande zote zinazohusika katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali ya taharuki ilitawala Alhamisi ya tarehe 25 Juni mwaka huu katika kituo cha kufanyia mtihani wa taifa yani examen d'etat cha Machumbi kilichopo Kashebere wilayani Walikale huko mkoani Kivu Kaskazini, baada ya milio ya risasi kusikika karibu na kituo hicho wakati wanafunzi walipokuwa wakifanya mtihani wao wa mwisho. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, vinadai kuwa milio hiyo haikutokana na mapigano, bali ilikuwa sehemu ya mazoezi ya matumizi ya silaha yaliyofanywa na wanamgambo wa kujilinda waliowekwa hivi karibuni katika maeneo ya Kashebere na Malemo wilayani Masisi chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23. Wakati wanafunzi walikuwa wamejikita katika kufanya mtihani wao wa mwisho, milio hiyo ilisababisha taharuki kubwa ndani ya nyumba ya mitihani. Baadhi ya wanafunzi walisitisha kuandika huku wengine wakijaribu kukimbia wakihofia kuwa kulikuwa na shambulio la silaha. Chanzo kimoja cha eneo hilo kilieleza kuwa wanafunzi wengi waliingiwa na hofu kubwa wakidhani mapigano yameanza karibu na kituo hicho, jambo lililosababisha baadhi yao kutafuta mahali pa kujificha kabla hali haijafafanuliwa. Baada ya viongozi wa kituo hicho na wahusika waliokuwepo kufanya uchunguzi, ilibainika kuwa hakukuwa na shambulio lolote lililoendelea. Wanafunzi walitulizwa na kurejeshwa madarasani ili kuendelea na mtihani wao. Ingawa mtihani uliendelea hadi kukamilika, mashuhuda kadhaa wanasema kuwa wanafunzi walimaliza kufanya mtihani katika mazingira ya hofu, msongo wa mawazo na wasiwasi mkubwa. Wakazi wa eneo hilo wanasema tukio hilo linaonyesha kwa mara nyingine jinsi ukosefu wa usalama unavyoathiri afya ya kisaikolojia ya wanafunzi wanaolazimika kusoma katika mazingira yenye vitisho vya mara kwa mara. Wananchi wamezitaka mamlaka husika pamoja na pande zinazodhibiti eneo hilo kuepuka kufanya shughuli za kijeshi au mazoezi ya matumizi ya silaha karibu na shule za vituo vya mitihani, wakisisitiza kuwa hali hiyo uharibu utulivu unaohitajika wakati wa mitihani ya kitaifa. Wakati huo huo, ingawa mtihani wa taifa wa mwaka 2026 ulifanyika bila tukio kubwa katika vituo vya Pinga ya kwanza na Pinga ya pili pia vilivyopo wilayani Walikale, idadi ya wanafunzi waliojitokeza ilikuwa ni ndogo kutokana na hali mbaya ya usalama. Kwa mujibu wa Michel Bwingo, mkuu wa kitengo cha EPSTNC Walikale ya 4, jumla ya wanafunzi 540 yani 540 élèves walitarajiwa kufanya mtihani katika vituo hivyo viwili. Hata hivyo, ni wanafunzi 387 ama 387 élèves pekee ndio waliojitokeza, huku wanafunzi 153 ama 153 élèves wakikosa kushiriki. Mamlaka za elimu zinaeleza kuwa idadi hiyo ndogo imesababishwa na hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika maeneo mbalimbali wanakotoka wanafunzi, mapigano ya mara kwa mara, kuhama kwa wananchi na watu kulazimika kuyakimbia makazi yao, pamoja na udhibiti wa baadhi ya maeneo na makundi yenye silaha vimevuruga masomo ya wanafunzi wengi na kuwazuia kufika kwenye vituo vya mitihani. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa zinazoikabili sekta ya elimu katika maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo. Licha ya juhudi za kuhakikisha mtihani wa taifa unafanyika, ukosefu wa usalama unaendelea kuhatarisha haki ya watoto wengi kupata elimu na kukamilisha masomo yao katika mazingira salama.
Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika kijiji cha Batakirwa kilichopo katika grupema ya Bafuna wilayani Walikale, ambako mapigano kati ya makundi mawili yanayohasimiana ya kundi lenye silaha la Uhuru RDC yanaendelea kuzua hofu kubwa miongoni mwa raia. Tangu mapigano hayo yalipoanza, mamia ya wakazi wamelazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia porini pamoja na vijiji vya jirani, wakiacha nyumba zao, mashamba na mali zao. Zaidi ya wiki moja baada ya kukimbia, familia nyingi bado hazijaweza kurejea nyumbani kutokana na kuendelea kuwepo kwa wapiganaji katika eneo hilo na hofu ya kuzuka tena kwa mapigano. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, vinadai kuwa vijiji vya Iseya, Bubere, Buringa, Tusangwa na Kilambo bado vinadhibitiwa na kundi linaloongozwa na Mashite. Inadaiwa kuwa kundi hilo lilichukua udhibiti wa maeneo hayo baada ya mapigano makali dhidi ya kundi pinzani linaloongozwa na Zidane yaliyotokea hasa katika maeneo ya Iseya na Bubere. Hali hiyo imeendelea kuzuia wakazi waliokimbia kurejea makwao. Mioyo yetu inatamani kurudi nyumbani ili tuanze tena shughuli zetu za kilimo na kujenga upya maisha yetu, lakini ukosefu wa usalama bado unatuzuia kufanya hivyo, amesema mmoja wa wakazi waliokimbia mapigano. Katika maeneo wanayojificha, watu waliokimbia makazi yao wanakabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu. Wengi hawana makazi salama, wanakosa chakula, maji safi ya kunywa pamoja na huduma za afya. Familia nyingi zinasema hazijapata msaada wowote wa kibinadamu na zinahofu kwamba mateso yao yataongezeka ikiwa hali hiyo itaendelea. Kutokana na hali hiyo, wananchi wamezitaka mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa jeshi la taifa FARDC pamoja na polisi wa taifa la Kongo PNC katika eneo hilo. Wanasema kurejeshwa kwa usalama na mamlaka ya serikali ndiko kutakakowezesha wananchi kurudi salama katika vijiji vyao. Tunaomba serikali ipeleke wanajeshi wa FARDC na polisi ili watulinde kadiri wazalendo wenye silaha wanavyoendelea kubaki katika vijiji vyetu. Tunahofu kwamba mapigano yanaweza kuzuka tena na sisi raia ndio tutakaoendelea kuwa waathirika wakuu, alisikika akisema mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vya eneo hilo, vinadai kuwa chanzo cha mapigano hayo ni mgogoro wa uongozi na udhibiti wa maeneo ya ushawishi kati ya makundi hayo mawili ya Uhuru RDC. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa angalau wapiganaji 7 wameuawa huku wengine 5 wakijeruhiwa katika pande zote mbili tangu mapigano hayo yaanze. Wakati mvutano ukiendelea katika sehemu hiyo ya wilaya ya Walikale, wananchi walioathirika wanaendelea kutarajia hatua za haraka kutoka kwa serikali ili kukomesha mapigano, kurejesha usalama na kuwawezesha maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani kwa usalama na heshima. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.